What is the problem so far? Nataka barabara hii ikamilike mapema. Hii barabara iko TANROADS, lakini barabara hii iko kwenye kipande cha Dar es Salaam. Sitamchekea mkandarasi wa aina yoyote. Yaani mimi sote nikaonekana ni mtu wa kawaida tunapokuja kusimamia hii miradi. These guys lazima wawajibike vizuri. What is the problem so far ya kutekeleza na kukamilisha hii barabara? Hii si mpaka pale Mlimani City. Tatizo ni nini? Atuambie. Maelezo wewe mwenyewe. What's the problem? Implementation. Because as what is now, it's very small. Maana mimi naweza nikatumia makofi sasa badala ya Kiingereza. Construction what? Constructions in the city center. In city center is quite different from the bush. When you signed the contract, what you saw? Yeah, we know that, and I think it's good to see you again because last time you was here since I remember your first trip, and since the first trip we have a big improvement. And which improvement? So many construction. I mean, from that time, I think was around. You was asilimia ngapi kwa sasa? Asilimia 47. Yes. Asilimia 47. Yes. Na barabara ambayo alitakiwa kuwa amekwisha barabara ambayo alikuwa anatakiwa awe amekwisha imaliza mwaka jana mwezi wa 5 au mwaka jana mwezi wa ngapi anatakiwa kutukabidhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu ya kukubali kumongezea muda mpango kazi ana review. Kwa hiyo kutokana na mpango kazi huu ambao wamereview sasa hivi anatakiwa wamefikia asilimia 65, lakini mpaka sasa hivi yuko asilimia 47. Ndio nataka hiyo difference ya asilimia. Kwa nini? Why do you have a slippage of 12%? Because the current progress, overall progress now is 47 by end of January. Construction in the city center is quite different from the bush because we have other projects in Tanzania, in other regions, and because here is Dar es Salaam. Why can't you tender different projects as a bush? No, and then you tender here. We can do it here. Just some relocation works of the now, brother, listen. A big challenge. Brother, listen. Yeah. I want you to finish this project as soon as possible. Work day and night. Okay. Work day and night. We can do that. Yeah, 24 hours. Mshauri yuko wapi? Mshauri yuko wapi? Mshauri wewe unaona hii hali iko sawa? Na wewe ni mshauri. You cannot speak Swahili, that's why you are doing these issues ambazo ziko za kijinga. Sasa unafanya mikataba ya Kiswahili alafu unashindwa kuongea Kiswahili. Is it Zimbabwe? Mpe mic. What's your problem? You were supposed to. Walitakiwa kuwa na asilimia ngapi? 65. Is of reason. Yes, of course. I also joined this project recently. I have 3 months of this project. There were several challenges with this project, which I'm sorting out now. The contractor now. Challenges to contractors or challenges on the contractor? Because on the contractor side, there was delays in the mobilization of equipment. Now he is fully mobilized. He started to do the asphalt work, which is the final layers, not this one. The surfacing, the asphalt, like the one they are doing, like this one on the other side. Mimi nikicharuka sio mtu wa diplomasia. Hii barabara nafahamu iko TANROADS. Nafahamu ipo kwenye mradi mkubwa wa BRT. Malengo ya Mheshimiwa Rais mnayafahamu. Malengo ya World Bank mnayafahamu. Malengo ya ulimwenguni kote nafikiri mnayafahamu. Hatuwezi ku accept michezo. Mimi natoa wiki 2 kutoka muda huu na kuja tena baada ya wiki 2 kufanya ziara ili nione kilichobadilika kutoka leo na hizo wiki 2, na kupatia time frame ya only 2 weeks. Nije nione progress ya 2 weeks ni kitu gani kimefanyika. Mimi nafahamu matatizo walionayo hao watu. Mchina wa Mao ambaye anatufahamu sisi alikuwa anatufahamu kwa kutupenda, lakini mchina huyu wa sasa hivi amesha tujua kwamba tupo baadhi ya watu tunapenda corruption, na kila muda mkitaka kushtua hapa yeye anatanguliza pesa. Mwisho wa siku barabara ziende, mwisho wa siku miradi inalala, maendeleo yanakuwa yafanyike. Rais wa nchi anatukana, hatuwezi kukubali jambo hilo hata siku moja.
Itakapokuja ndani ya wiki mbili, pamoja na kwamba nafahamu taratibu na sheria wa barabara hizi ziko TANROADS, lakini kwa kuwa zipo kwenye kipande anachokiongoza watalala ndani, ili kule wakajifunze umuhimu wa kukimbiza maendeleo ya Watanzania. Kinyume na hapo, nimesema hatakubali. Inaweza kaonekana nimeingilia TANROADS, lakini kwa kuwa ipo Dar es Salaam na mimi siwezi kusema TANROADS wameniingilia mkoani. Lazima tufanye kazi kwa pamoja. TANROADS, miradi ya DART, miradi hii yote tufanye kazi kwa pamoja. Hawa lazima sisi tulioko huku tuwasimamie. Kwa hiyo na huyu consultant afanye kazi yake vizuri, aangalie kama kweli mkandarasi anasema tatizo alishindwa kumobilize resources. Huyu kimuuliza anasema ni ngumu sana kufanya kazi huku kwenye miji. Kwa nini akwenda kudaka miradi mingine iliyoko vijijini? Kwa nini alijipima akaona anafaa kuja kufanya miradi hapa? Maanake ni kwamba fanya kazi. Kwa nini wao hata kule China ukienda, kwa nini wafanye kazi mchana kwa asilimia kubwa kwenye mabarabara? Tatizo ni nini la kufanya kazi usiku hapa? Kwa hiyo wanafanya jokes, wanafanya negligence, wanafanya vitu vya dharau vya kawaida, ni dhihaka, ni kejeli, ni dharau. Lazima wafanye kazi hizo. Kwa hii ndani ya wiki mbili mkuu wa wilaya nitarudi tena hapo ili nije nione progress iliyopo, na mimi napita kila